alifika kwenye tukio kwa usahihi. Pacome alimdanganya Amin Omar, mwamuzi wa kati, kwamba ni penalty. Ndio. Akadive kwenye box. Ndio. Amuzi iliyotoka pale kwa mwamuzi ni kumwisha kadi ya njano. Umenidanganya. Wewe umeniongopea. Hakuhitaji mjadala wala story. Ukimwongopea kuna fair, kadi ya njano. Pacome akaipata. Melody Hamdi aliamua kupunguza magoli kwa kumtoa Prince Dube. Si ndio? Ndio. Akamwacha Mzize, akamleta Mzize ndani katikati. Ndiyo. Kama Mzize angefanikiwa kutokea pembeni. Ndio. Sababu Simba Sports wakati wanacheza back 3. Ndio. Kwenye ile mashimo ya mabeki wa kushoto, wa kulia na kushoto, kwa kuna space kubwa sana. Ndio. Mzize ni mzuri sana akitokea kushoto. Ndio. Angepata nafasi ya kucheza kushoto. Ndio. Dhahama ilikuwa ni kubwa zaidi ambayo Simba Sports ameipata. Alifika kwenye tukio kwa usahihi. Pacome alimdanganya Amin Omar, mwamuzi wa kati, kwamba ni penalty. Ndio. Akadive kwenye box. Ndio. Amuzi iliyotoka pale kwa mwamuzi ni kumwisha kadi ya njano. Umenidanganya. Wewe umeniongopea. Hakuhitaji mjadala wala story. Ukimwongopea kuna fair, kadi ya njano. Pacome akaipata. Hiyo ni first. Sawa? Ndio. Amuzi la kwanza ambalo lilitengeneza ubora wa mwamuzi na daraja lake la kuwa ligi namba 1 ligi namba 1 Afrika. Ndio. Al Ahly, Zamalek hawatumia waamuzi kwa sababu wanahisi wana chembe za kupenda hizi timu za Ahly na Zamalek. Ndio. Si ndio? Ndio. Ndio maana huwa wanafuata waamuzi mpaka Spain. Lakini huyu mwamuzi wa leo Amin Omar, katikati ya uwanja, tafsiri ya kwanza ni kufika kwenye matukio kwa wakati sahihi. Okay. Matukio yote ya utata alikuwa karibu nayo kwa zero distance. Iko karibu sana kwenye maamuzi. Kwa hiyo alifanikiwa kufanya hilo, kwenda kwenye usahihi wa maamuzi. Na ndio maana kila amuzi alilolitoa lilikuwa ni kadi. Na lilikuwa ni sahihi. Okay. Kwa mfano, kuna mchezaji mwingine wa Simba Sports alidanganya katikati pale, akaonyeshwa kadi ya njano. Chapu tu. Yaani akili yake inatafsiri matukio kwa haraka. Ndio. Penalty ambayo walipata Young Africa, si ndio? Ndio. Wangekuwa ni waamuzi wetu wa Tanzania, haikuwa penalty. Wangekuwa waamuzi wetu wa Tanzania, isingekuwa penalty. Kwa maana hii wangeweka interest kwamba hii ni dabi, tusiwe na maamuzi ya haraka namna hii. Simba Sports walinyimwa penalty nyingi sana kwenye mechi iliyopita. Mechi ya Yanga kwa sababu ya interest ya muamuzi. Si ndio? Nielewa. Ndio maana nakwambia kwenye penalty ya leo, kwa sababu ukiangalia Pacome ni kweli aligusa mpira, lakini alimcheza Penpeni Kamara. Ndio. Sio, unanielewa vizuri? Yaani wakati Pacome amefanikiwa kucheza mpira ndio ilikuwa silaha yake tu. Ndio. Alifanikiwa kuugusa mpira kabla Penpeni hajaugusa. Lakini Penpeni Kamara aliguswa na mguu wa Pacome zuzua kifuani. Ndio. Mwamuzi hakutafsiri tukio la pili. Alitafsiri tukio la kwanza la Pacome kufanikiwa kugusa mpira kwenye eneo sahihi. Ndio. Akatafsiri penalty. Umenielewa vizuri? Ambao ni sahihi kabisa. Kama angetafsiri tukio la pili isingekuwa penalty, kwa sababu Pacome ameshacheza madhambi kwa Penpeni, lakini faida ni Pacome kuwa sehemu ya kuchezea mpira. Ndio. Clear penalty. Ndio maana nakwambia lile tukio wangekuwa ni waamuzi wetu, si ndio? Ndio. Tusingeona penalty. Hiyo ichukue hiyo. Sawa. Tusingeiona penalty. Tunaichukua. Hiyo ni ya kwanza. Ndio. Kuna tukio jingine ambalo lilikuwa nafasi ya kwenda kuscore Young Africa. Lilikuwa ni offside. Sawa? Ambalo huyu Amin Omar, si ndio? Ndio. Na line 2 wake walilingamua haraka zaidi kipindi cha pili. Haikuwa shambulizi la kwenda kutengeneza hatari. Umakini, kukimbia kwenye nafasi, ndio maana waamuzi muda wote unapaswa kuwa na ufiti kwenye kukimbia ndani ya uwanja. Ahmed Darajiga anawashinda wengi eneo hilo tu. Ndio. Sio kwamba wote hawezi kutafsiri sheria, lakini hawafiki kwenye matukio kwa usahihi, ndio maana wanashindwa kutafsiri tukio linahitaji adhabu gani? Ndio. Hapo ndio changamoto. Kwa mantiki hiyo, issue ya physics wa waamuzi wetu ni changamoto. Inaweza ikawa ni shida. Inaweza ikawa ni shida. Sasa kwa nini Darajiga yeye anaweza? Kwa sababu anaipenda kazi yake. Yaani ukiwa unaipenda kazi yako huwezi kuamshwa. Wakina Kayoko hawaipendi kazi yao. Hawaipendi kazi yao kwa sababu wao wanaonekana hawafanyi vizuri na watafsiri sheria vizuri. Ndio. Kwa sababu ukiona mlinda mlango au mlinzi wa mwisho anapiga tackling. Anacheza nini? Tackling. Ujue amechelewa kufika kwenye tukio. Sio, unanielewa vizuri? Yaani tafsiri ya tackling
ni kuchelewa kufika kwenye tukio kwa wakati. Yaani tayari mpira umesha kuacha, ili utafuta alternative ya kuwini ule mpira upige tackling. Unaweza kufanikiwa kupiga tackling ukafanikiwa, au ukacheza madhambi. Ndio. Sawa. Mimi sikubaliani na mtu yoyote ambaye anamsifia beki anapiga tackling. Sijawahi kumsifia. Kwa sababu ile ni very risky. Unaenda pale ni 50-50 ufanikiwe au usifanikiwe. Kama ni eneo la boxing, wewe ni miongoni mwa watu ambao wanachukiwa sana na upendi kile ambacho anakifanya sana ya beki wa Dar es Salaam Young Africans. Acha huyu, hata Inonga alikuwa sifurahishi anachokifanya. Kwa sababu ndio alikuwa mabingwa wa kufanya tackling. Alikuwa anafanya tackling pale in Africa kwa anaitwa Abdalla Shaibu Ninja. Alikuwa anafanikiwa tackling zake. Aliusawe mara nyingi Ndio maana akifanikiwa kupiga tackling utamsifia. Ila akikosea utasema kwa nini alistahili kufanya vile? Lazima utajiuliza swali. Anafanya siku akikosea na akikutana na waamuzi ambao wako very serious kama kina Amin Omar, kuna siku mtamchukia. Kwa sababu unapofanya tackling ni 50-50. Nifanikiwe au nisifanikiwe. Kwa maana yake tukirejea mimi hapo kwenye issue ya waamuzi. Hatubebi tafsiri kwamba waamuzi wa Tanzania ni waoga kuelekea kama mchezo kama huu wa dabi, kwa sababu zipo ziko kwamba Kayoko naye ataka apewe mechi, lakini akasema bwana bora yeshe siwezi kuchezesha hiyo mechi. Ni taarifa ambazo zipo, lakini kama muamuzi ume specialize, si ndio? Ndio kazi yako unajua sheria 17 zinataka nini, why uogope? Na umeasainiwa. Na una beji ya FIFA. Sasa unachagua bondia upigana naye. Yaani wewe utaogopa nini, si ndio? Haya. Hili bao ambalo tumelizungumzia la penalti. Ndio. Angalia setup ya bao ilivyopatikana. Unajua watu wanapenda kuangalia tukio la mwisho. Hawaangalii setup ya bao. Ule mpira umeguswa mara 3. Umeanza kuguswa na Ibrahim Ahmadi. Si ndio? Ndio. Akaupeleka kwa Shadrack Isaac Boka. Mayday. Amereceive second, amepiga pasi kwenye nafasi ambako Pacome anajua kwa vyovyote vile atamshinda mbio beki wa Simba Sports. Akadondosha mpira kwenye njia ambapo Pacome alifanikiwa kugusa mpira ya kwanza, kaingia nao kwenye box. Mpira umeguswa mara 3 tu. Then ikawa penalty. Hiyo ndio Young Africa inavyocheza miaka yote. Yaani zile pasi sio utamaduni wa Young Africa. Na hujawahi kuwa utamaduni wa Young Africa. Young Africa pasi 3-4 wako langoni kwako na kudhuru. Ndivyo ambavyo vilivyokuwa. Achana hilo ni bao la kwanza. Bao la pili, mpira amepoteza Fabrice Luamba Ngoma juu kulia, ambako tayari wachezaji wa Simba Sports wameshaanza safari kwenda kutengeneza shambulizi. Umeguswa mpira na Fabrice Luamba Ngoma. Alipogusa ule mpira akamwekea Awesu baadaye ya kutani, timu ishaenda kwenda mbele, akatani kupiga back pass kwa Jean Charles Ahoua. Jean Charles tayari mindset yake inawaza kwenda kushambulia, akarudishiwa mpira kwenye space ambapo yeye hayupo. Akafanikiwa kusmash ni ni Chama Clatous. Akaugusa ule mpira. Hiyo ni touch ya kwanza. Touch ya pili ikaenda kwa Mzize akaweka kwa Pacome. Sasa tazama poor marking ya Simba Sports. Mzize amegusa mpira kwenda kwa Pacome ni kwenye roundabout ya uwanja, kwenye kitovu cha uwanja katikati. Alipogusa mpira wide ukaenda kwa Pacome Zouzoua amedribble mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu anatoa pasi kwenye space nyuma migongo mabeki wa Simba Sports. Alifanikiwa kugusa ule mpira ni Clement Mzize ambaye alianzisha ile cross kutoka kwa Pacome katikati ya uwanja. Hebu angalia hiyo running. Yaani amefanikiwa kuzivunja mita 40 kutoka katikati ya uwanja mpaka kwenye 18 ya timu pinzani. Kafanikiwa kuzivunja. Pale Simba Sports kuna mabeki wawili na Zimbo alikuwepo pale. Lakini hakuna mtu alimfanyia marking Clement Mzize kwenye ile space. Wakaenda kufanikiwa kuweza kuwini ule mpira, wakascore. Kwa hiyo ni yale makosa ambayo jana niliandika kwenye mechi ya Simba na Kagera Sugar, si ndio? Ndio. Kwa hii marking ya Simba Sports kwenye eneo la ulinzi hivi, wanarudi watu 4 kwa 3. Yaani 3 against 4. Yaani mabeki watatu wa Simba na washambuliaji 4 wa timu pinzani. Utaadhibiwa tu. Kosa lolote kwa timu kubwa yenye wachezaji wazuri inatafsika kuwa bao. Ndicho ambacho kimetokea kwenye mchezo wa Simba na Young Africa. Ndio. Na Young Africa wakuwa makini tu leo. Ndio. Ingekuwa ni aibu ya tarehe 5 mwezi wa 11 kama Yanga wangeendelea kuwa makini kadi mpira unavyokuwa unakwenda. Kwa hiyo Yanga wangemakinika. Wameheshimu dabi ya Kariakoo. Yaani wameheshimu utani wa jadi. Kwamba leo mtu
alikuwa anakula mkono mwingine. Ingewezekana kwa makosa ya Simba ambayo alikuwa anafanyika. Pacome kakosa. Yes, na bahati nzuri. Ndio. Bahati nzuri Mamelodi Hamdi aliamua kupunguza magoli kwa kumtoa Prince Dube. Si ndio? Ndio. Akamwacha Mzize, akamleta Mzize ndani katikati. Ndiyo. Kama Mzize angefanikiwa kutokea pembeni. Ndio. Sababu Simba Sports wakati wanacheza back 3. Ndio. Kwenye ile mashimo ya mabeki wa kushoto, wa kulia na kushoto, kwa kuna space kubwa sana. Ndio. Mzize ni mzuri sana akitokea kushoto. Ndio. Angepata nafasi ya kucheza kushoto. Ndio. Dhahama ilikuwa ni kubwa zaidi ya ambayo Simba Sports ameipata.